Habari kiongozi? Safi, salama huko? Huko salama. Jambo zuri, shemeji mzima? Kwema na jambo pia. Jambo la kumshukuru Mungu mkiwa sawa. Asante. Uko sehemu nzuri hapo? Naam. Tunaweza kuongea kuhusu kazi? CV zako hazipo sawa. Naam. Inapelekea kukosa kazi. Wamekagua vizuri lakini? Ndio wamekagua. Kaka, ungewashawishi basi. Unajua ndo kitu ambacho mimi nilikuwa nategemea. Yaani ndugu yangu, hakuna ushawishi mwingine tofauti. Kila njia nimetumia. Nakuelewa. Lakini mategemeo yangu yalikuwa ni huko. Yaani sina sehemu nyingine ambayo nilikuwa nategemea kupata kazi. Hivyo sasa wana wakati mwema. Kwa nini mimi? Nimemkosea nini Mungu? Kuna vitu vyangu viko sawa kabisa. Aro, habari za saizi? Salama. Huduma kwa wateja, unaongea na Bwana Boniface Mwakalege. We unaitwa nani? Naitwa Princess Ifla kutokea Mtongani. Kuna muamara umepokea kimakosa, umeingia kwenye simu yako. Ndio, muamara umekosewa, umeingia kimakosa kwenye simu yako. Ndio. Hebu nenda kwenye akaunti yako. Tayari. Kwenye akaunti yako ulikuwa na kiasi gani? Kwenye akaunti yangu kulikuwa na 580,000. 500,000 na 80,000. Ndio. Aha, sasa sikiliza. Nakusikiliza. Kuna kama 390,000 zimeingia kimakosa hapo. Ndio. Inaonesha muamara wako ulikuwa ni 200,000. 200,000 na 10,000. Kwa hiyo imeingia 390,000 kimakosa. Sasa sikiliza. Sawa, nakusikiliza. Utafuata maelekezo kwa sababu usipofanya hivyo tutaifungia line yako na utakuwa hewani tena. Sijaelewa naongea na nani? Ndio naongea na afisa wa mtandao hapa, mtandao wa Airtel huduma kwa wateja, na mimi ndio afisa wa Airtel huduma kwa wateja. Sasa, mbona mimi natumia line ya Voda na hapo umenipigia katika line yangu ya Voda? Wewe mtandao gani? Voda. Wewe Voda? Ndio. Alafu kumbe wewe ni tapeli Shajichanganya. Kaziru. Leo mbona siku mbaya hivi? Leo kila mti na ugusa unatereza jamani, nimekuwa kama kufa kwa nyani. Haya sasa huyu mimi nilikuwa najua yeye ateri. Alikuwa ameshaingia kabisa mkenge Kaziru. Ngojua yeye ateri kumbe yuko Voda. Achoka kile kinakagwa. Ni shaharimu. Hivi siku ile ilikuwaje? Maana mume wako alinikimbiza na nikafikiria kile kipande kingenikamata. Leo sijui mimi ningekuaje. Uache uoga mwanaume wewe. Lakini hata hivyo yameishi kwa sababu hata yeye mwenyewe pia nilimfumania. Kwa hiyo uamuzi tuliochukua kwamba kila mtu afanye mambo yake.
hivyo sipo kwenye ndoa tena. Ila bora leo nimekuona, kwa sababu pale getu ninapokaa sasa hivi pale tumewekeana zamu, na leo mimi ndo zamu yangu. Sasa naona kama mazingira ya kuzungumza sio sehemu sahihi. Jamaa hata kama umeachana naye akija kuniona kasheshe, najua nitakuwa nayo. Unajua sisi wanaume tumuomba na wivu sana. Nilikuwa naomba tungeenda geto pale mbali peto kuzungumza. Nilijua tu kama utaniongea hiyo. Tatizo lako wewe Du, ukifika huko nyumbani sio tu kuongea kama unataka kuongea, tunataka na mambo mengine kabisa. Ushaanza na wewe, kwa hiyo mimi nikina nilu kidogo kwangu. Sasa twende. Maneno ndo hayo sasa. Light up beat. Sijachelewa maneno matamu ila nimechelewa hisia. Tafadhali mkimwona mtarambilia. Tena msisahau mawazo. Dokta, mimi nimeitikia wito kama taratibu ambavyo sinavyodai. Nimekuja kusikiliza. Tatizo ni nini? Naam, hakuna changamoto, ila jana tulipokea mgonjwa. Wakati tunachukua taarifa zake, aliweza kusema ni ndugu yake na akatupatia namba. Hivyo ndio maana tukakupigia ili uweze kufika hapa tukufahamishe nini ambacho kinaendelea juu yake. Unadai mgonjwa, hali yake, nashindwa kuelewa huyo mgonjwa ni nani. Inanipa changamoto sana kumuelewa. Maana sijapokea taarifa yoyote kuwa kuna ndugu yangu anaumwa au kuna mtu ambaye ametokea na tatizo kwenye familia yangu. Sijapokea hiyo taarifa. Mgonjwa anaitwa Staria. Na kiukweli haipo katika hali nzuri. Kama nilivyotangulia kuzungumza hapo awali, hata kukuita kwetu ili tukupe feedback ya kile ambacho anaumwa. Sasa mbona mimi sio mtu wake wa karibu kama anavyosema? Labda siku 2-3 hizi tulikuwa na mawasiliano. Kwa hiyo huenda namba yangu inaweza ikawa ilikuwa juu tu. Kwa hiyo ndo akaona nitafute mimi. Lakini sina ukaribu naye wowote. Yaani ninachokikumbuka ni mtu ambaye tulishawahi tukuishi pamoja. Yaani wapangaji. Lakini hakuna ukaribu wowote kihivyo kama anavyodai yeye. Sawa, nimekuelewa ndugu. Mimi nafikiri kutokana na hali yake sisi hatakuwa na budi kuweza kukupigia, na maelezo yake ndio yalosababisha sisi tuweze kukupigia. Kwa hiyo kama ni ndugu yake, mtu wake wa karibu, rafiki yake, yeye ndio ambaye anafahamu zaidi. Na huu ugonjwa ambao anaumwa unahitaji uangalizi sana, maana amepoteza baadhi ya kumbukumbu. Hatuwezi tukafanya namna yoyote, labda tukatafuta na ndugu zake wakaja wakaweza kuishi naye, kwa sababu mimi ni mtu wa kazi, mara nyingi nakuwa kazini. Kwa hiyo itanilazimu pia nimwache mwenyewe, na kama mnavyosema kitabibu, huyu mgonjwa anahitaji kukaa na mtu kwa karibu. Auoni hapo pia italeta athari au changamoto yoyote? Sawa, sasa kitabibu na kitaalamu mpaka tunakupigia hapa ni kulingana na maelekezo yake mwenye mgonjwa. Kwa hiyo kama kuna ndugu, kuna rafiki, kuna jamaa ambao wanawafahamu, mimi nafikiri jukumu hilo sisi tukukabidhi wewe. Ila niendelee kusisitiza tena kwamba mgonjwa anahitaji sana uangalizi. Anahitaji sana kupita yale maeneo ambayo mlikuwa mnapita mara kwa mara, kufanya vile vitu ambavyo mlikuwa mnavifanya kila wakati. At least inaweza kumrudisha katika kumbukumbu yake kama ilivyokuwa hapo awali. Okay. Mimi nimekuelewa. Sawa, nashukuru kama umenielewa, lakini pia hata muda wake wa kutoka nafikiri utakuwa ni kesho mchana. Kwa hiyo unaweza kaja kesho mchana kwa ajili ya kumfuata. Saa ngapi? Saa 6 hivi. Sababu ndio muda ambao huwa tunatoa wagonjwa. Okay, shukrani. Karibu sana.
Hebu hata nimekutana nawe hapa njiani. Mimi nina shida sana na Mzugu. Yaani Mzugu simpati, simuoni. Kwa nimekutana nawe hapa, naomba tu niambie alipo. Kama hapo nyumbani mimi niende nikamkuta huko au kama kuna sehemu yupo mimi nimfuate. Mimi posta au mimi stendi kwa kila gari linalotoka mkoani lafika kwangu. Jamani. Kwa nini sio naishi naye? Kwa kama naishi naye? Hebu sikiliza. Hasira zenu na maneno yako mimi usiniletee. Mimi nina shida na Mzugu. Kuna mpango ambao tushauseti. Tushaweka sawa. Na yeye ndo alikuwa ameweka mwanzo, kati na mwisho, na yeye ndo anakumbuka vizuri. Mimi nakumbuka mwanzo na katikati. Sasa hivi nipo katikati ya mpango. Kumalizia nimesahau. Ndio nataka msaada wake. Kwa kama unajua alipo, naomba nisaidie mimi nikutane naye. Sasa wewe katikati tu upajui. Uko mbele utapaweza ukielekezwa. Unaniambia simuoni sijui nini. Mimi namuonea wapi? Esho ni juu au changamoto nyingine? Au juu nimekuakia sana mpaka ndo tatizo la maskini. Wenzao sasa hivi wanahangaika kupambana apate hela. Wewe unazikazi tu kumuuliza tu sijui nani simuoni, nielekeze nampata wapi mimi? Wewe umeshindwa kumuona afu mimi nitampata wapi? Vipi Astelia, anaendeleaje? Anaendelea vizuri, na kwa ripoti za madaktari zinadai kesho ataruhusiwa kutoka hospitali. Kwa hiyo niliweza kuongea naye, akanipa taarifa kuwa nije kwako niweze kuchukua nguo wakati kesho anapotoka hospitali aweze kubadilisha nguo. Sawa. Kiukweli leo nilikuwa busy sana, yani mpaka nimeshindwa kwenda kumuona hospitali. Lakini akijaribika kitu. Kuhusu hizo nguo, mimi nitakupa, alafu utakapokuwa unapeleka hizo nguo, tutaenda hoteli nikamuone. Ni sawa, lakini nilikuwa na ombi moja kwako. Kwa sababu yule ni rafiki yako na mnajuana sana. Nilikuwa naomba basi umchukue uweze kukaa naye. Kwa sababu mimi mara nyingi sana nakuwa niko busy na mambo ya kazini. Kuna muda ananichukua mpaka nashindwa kurudi nyumbani, naanza kulala huko kwa kazini. Kwenye ubize, hata mimi niko busy sana. Na ndio maana nikasema hata leo nimeshindwa kuja kumuona. Lakini pia nikisema kwamba mimi nimchukua nikaishi naye kwangu, ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa sababu hata mwenyewe nimeolewa na pia mimi na mume wangu tunaishi kwenye chumba kimoja. Siwezi nikamchukua nikaenda kukaa naye nyumbani. Na hata hivyo mume wangu hawezi kukubali kabisa. Lakini mpaka Astelia amekuamini wewe na kuomba wewe ukae naye, maana yake una nafasi kubwa sana kwenye maisha yake kuliko hata mimi rafiki yake. Kwa hiyo ningekuomba tu ujaribu tu kujitahidi uishi naye kwa muda huu ambao hayuko sawa. Atakapokuwa sawa basi ataendelea kujitegemea. Sawa. Hizo nguo naweza kuzipata kwa sasa hivi? Ndio, unaweza kuzipata sasa hivi. Sawa, tuelekee basi. Sawa, hakuna shida. Hivi unaweza kuniambia nini kimetokea mpaka unakuwa hivyo? Mandogo, mimi sile chochote. Mchumba wangu aliniita, kuna vidonge alinipa. Na kaniambia niongeze hapo kwa ajili yangu mimi na mtoto. Nikamchukua nikanywa. Lakini kipindi la kuja huku tumbo paya numa sana na mtoka damu kwa wingi. Daktari amesema kwamba wewe umetoa mimba. Na hiyo hali ndio imepelekea mpaka kizazi chako mkimbili. Yaani ukibeba mimba tena